Tutasimama ili tuweze kusoma neno la Mungu. We're gonna stand and read the word of God. Na tutasoma katika kitabu cha Petro wa pili. Gonna read in 2 Peter. Petro wa pili sura ya kwanza. 2 Peter verses 1. Mstari wa 5 hadi 11. Ndugu utatusaidia kwa kuweza kutusomea hapo. Katika kitabu cha Petro wa pili sura ya kwanza 5 hadi 11. Second Peter chapter 1 verse 5 to 11. Tusome katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. 2 Peter chapter 1 verse 5 to 11. Tutasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Naam, na kwa sababu hiyo mkitajihidi sana kwa upande wenu katika imani yenu tieni na wema, na katika wema wenu maarifa, na katika maarifa yenu kiasi, na katika kiasi chenu saburi, na katika saburi yenu utauwa, na katika utauwa wenu upendano wa wandugu, na katika upendano na wandugu upendo. Amen. 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 Tuombe Mungu. Tuombe. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, tuko hapa mbele zako tukileta shukrani kwa makuna majabu ambayo umetenda kwa ajili ya maisha yetu. Amen. Tangu asubuhi tumeweza kuenda katika shughuli mbalimbali. Wamoja wameenda kwenye makazi na wengine wakaweza kukuwa na shughuli tofauti manyumbani. Umetukutanisha tena magharibi ya leo, sio parazare, sio kwa kubahatisha, bali ni kwa mapenzi yako, na ndio maana tunasema jina lako libarikiwe. Tunakukaribisha Bwana, uwe pamoja nasi katika magharibi ya leo. Kile ambacho umetutayarishia, acha Bwana uweze kutupatia. Tayari tumekwisha kumaliza kipindi kimoja, kipindi cha kukuomba, na muda wa saa hii tunataka kulisikiliza neno lako. Kama jinsi neno lako lisemavyo, ibada ambayo haisomeki neno lako, ibada hiyo haiwezi kukamilika. Na ndio maana Bwana tunakualika uwe pamoja nasi kwa wakati mdogo ambao tutakuwa nao. Acha tuweze kufanya ushirika pamoja nawe. Amen. Mwanzo hadi mwisho, ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. 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 Bwana atubariki sana. Katika muda wa saa ya jioni tutaweza kuongelea somo dogo. Gonna talk about a short lesson. Somo dogo ambalo linaitwa kutambua siku yako na kufanywa wana wenye mamlaka. Lesson called to know your day and to be children of power. Or adoption. Mungu atubariki sana. Tutaweza kuongelea, najua ni somo ambalo tumesikia siku hizi ambazo zinapita. It's a lesson that we had last time. Kufanywa wana wenye mamlaka. Sasa tutasikia kutambua, to know siku yako, your days, na kufanywa wana wenye mamlaka, and the adoption.
Ndio, Bwana tubariki. And the Lord bless us. Tutasikia muda mdogo kama jinsi niliweza kutangulia kusema. We're gonna hear a short time, as I said. Kutambua siku yako na kufanywa wana wenye mamlaka. To know your day and the adoption. Najua ni wakati wa mwisho ambao tunaoishi. Tutakuwa tunazungumza mambo hayo kwa sababu ni ndio wakati wa kuweza kuwakumbusha ni wakati gani ambao tunaoishi. I know it's the end time, and it's time to be remembering all the time what time we are living. Juu kama tusipowakumbusha na kuweza kuwaambieni wakati ambao tunaoishi, najua hamwezi kujitayarisha. If we don't remind you the time we are living, for sure you will not prepare. Lakini wakati mnapojua, mnapotambua ni wakati gani ambao tunaoishi, ndio wakati ambapo na ninyi mtaweza kukua tayari, kuweza kukua macho. But the time you're gonna know the time we are living is the time you're gonna stay awake. Ndugu Branham aliweza kuhubiri mahubiri ambayo inaitwa kutambua siku yako na ujumbe wake. And Brother Branham preached a message called to know your time and the adoption. To know your day. To know your day. Kutambua siku yako na ujumbe wake. And his message. Ndio. Message. Na hiyo ni ujumbe ambayo aliweza kuhubiri, ilikuwa ni kwa ajili ya bibi harusi. Na njoo wakati ambapo aliweza kuhubiria bibi harusi. And that message was preached and it was for the bride. Na hizi siku tulikuwa tunasikia kufanywa wana wenye mamlaka. And last time we were listening to be adopted. Hii wakati ambayo tunayoishi, the time we are living, ni wakati wa kufanyika kuwa wana wenye mamlaka. It's a time to be made children of adoption. Ni wakati wa kuweza kukua kwenye hii ngazi, kwenye hii jicho ama kwenye hii kichwa. It's a time to be at this head. Na ndio maana aliweza kuhubiri hii la stature d'un homme parfait ama mtu mwenye kukamilika. That's why he preached about kimo cha mtu mkamilifu. The perfect. Ndio anasema ya kwamba mtu kwanza ili aweze kuingia katika hii jengo unapaswa kukua na imani. Before to get in this terrace, we have to have faith. Baada ya kukua na imani, kuamini Kristo, kuamini na kubatizwa katika jina la Yesu Kristo. After to have faith is to be baptized in the name of Jesus. Na baada ya kupata hiyo msingi, unaongeza ingine jiwe ambayo ndio wema. Mkifaransa inaitwa vertu. After to get that level, it's time to be in wema ndio nguvu. And the grace is nguvu. Grace is strong. Na nguvu za kuweza kuomba Mungu. The power to pray. Nguvu za kuweza kumtumikia Mungu. And the power to nguvu za kuweza kuenda safari ya mbali kwa sababu zile nguvu ziko ndani mwako. And the power to go forward because kuna wakati ambapo hizi nguvu ziliweza kumtoka Yesu. And one time strength again. Na ndio wakati ambapo alisema kuna mtu ambaye amenigusa. And that's the time he said somebody. Kitu gani ambacho kiliweza kuondoka ama kenye kimepunguka ndani mwake ilikuwa ni hii wema. Ilikuwa ni hii vertu ambayo ndio nguvu. What came from him, it was the virtue. Na sisi tunahitaji hizo nguvu ziweze kuwa ndani mwetu. And we need wakati unapopiga magoti kuweza kuomba Mungu uweze kuwa na nguvu ya kuweza kudumu masaa na masaa kwa kuweza kumwomba Mungu, kwa kumulilia Mungu. When you kneel, get time to cry to God. Na unapaswa kuwa na maarifa, connaissance. And you have to have knowledge. Na hiyo maarifa itakusaidia kuweza kutambua kweli na uongo. The knowledge will help you. Itakusaidia kutokuweza kuamini kila mafundisho. It will help you to not be. Najua leo kumekuwa mafundisho mengi na wahubiri leo utazani kama wameweza kuamuka sasa
kwenye mitandao. That's true that today we have a lot of Wakati unapokuwa na hii connaissance ama maarifa, itaweza kukusaidia kutambua hii ni ya uongo, hii ni ya kweli, na kujua ni mafundisho gani ambayo utaweza kushika. And when you have knowledge, you're gonna know what's wrong and what's right. Baada ya kukuwa na maarifa, After to have knowledge, na wakati unapokuwa na maarifa, haiko kila mafundisho yote ndio unakuwa napokea na kuweza kuamini. Hapana. and when you have knowledge, Unakuwa na you don't upambanuzi receive ya kuweza everything. kupambanua hii ni kweli na hii ni uongo, na baadaye unaitupa. And because you have discernment to know what is good and what is wrong. Baada ya kukuwa na maarifa, unakuwa na kiasi. After to have knowledge, you John, have kiasi ya you John have temperance. temperance. John ndugu Branham anasema kiasi ni wakati ambapo unakuwa na reserve. And the Unakuwa na temperance is when you reserve yourself. kujiziwia. You reserve yourself. Wakati mtu anasemea vitu vibaya, wewe unakuwa na kiasi kujua namna gani ya kurudisha mabaya kwa mazuri. And when you have temperance, you reserve yourself. Na wakati mtu anakufanya vitu vibaya, kama una kiasi ndani mwako, hawezi kuripuka na kuweza kufanya mabaya kwa mabaya, bali unakuwa unarudisha mabaya kwa mema. And when you have temperance, when somebody do wrong to you, you don't respond Unakuwa na by kiasi, wrong. unakuwa na kiasi kwa ajili ya hasira yako. And you have temperance. Biblia on inasema ya kwamba tuwe na yourself. hasira. The Bible Na is Musa telling us alikuwa na to hasira. have Lakini Biblia inatushauri hasira yetu isipite our sadness, hadi jinsi jua itaweza kutua. that our sadness cannot be Wakati unapofanyiwa vibaya, unakuwa na kiasi na kusema kama mimi nikiweza kureact ama nikiweza kufanya hiki, watu wataweza watanihitaji na mimi niko Mkristo. And when you have temperance and somebody do wrong to you, you say, okay, I'm gonna reserve myself because I'm Baada ya kukuwa na kiasi, unakuwa na saburi. And after temperance, you got patience. Saburi. Patience. Na hiyo saburi ni kuweza kudumu ama kuweza kukuwa na imani, kudumu kwa kila ambacho kila neno liliweza kusema unaliamini. And the temperance is when you believe every word. Kama jinsi Ibrahimu alikuwa na saburi. He had temperance. Mungu alimwambia utazaa mtoto. God told him Na kwa sababu alikuwa na saburi ndani mwake, kila ambacho Mungu alimwambia aliamini kama ni kweli na amina, bila kutilia shaka. Alikuwa naenda na shuhudia. Wanamwambia baba wa mataifa mengi, ule mtoto wako iko wapi? Yeye anasema mtoto niko naye, na hakuwa ameshazaa. Ni kwa sababu alikuwa na hii saburi. Baada ya kukuwa na saburi, unapaswa kuwa na utauwa. Na wakati unapokuwa na utauwa ni kukua kama Kristo. Kuenenda kama Kristo. Kama Kristo alivyokuwa na ile utauwa, kuweza kuwa na upendo, kuweza kuwa na uvumilivu, kuweza kuwa mtu mwenye wakati mtu anakufanyia vibaya, unajua jinsi ya kuweza kumjibia. Na njoo wakati ambapo na sisi tunapaswa kuwa na piete, ama kuwa na utauwa, kukua kama Kristo. Baada ya kukua na hiyo ngazi, ama unapanda hiyo ngazi, unaingia katika upendo wa kindugu. Na wakati unapokuwa na upendo wa kindugu, njoo wakati ambapo utaona ndugu yako unampenda kama vile unavyojipenda wewe. Njoo wakati ambapo haukuwa kinaridhika, wakati usipomwona ndugu yako, usipomwona dada yako, unasema dada yangu yuko wapi? Je, tayari ameshanyakuliwa? Ni kwa sababu upendo wa kindugu iko ndani mwako. Sasa baada ya kupata hivi vitu vyote, njoo wakati ambapo ile kifuniko ambaye ndiye Roho Mtakatifu anakuwa na shuka na kuweza kufunika lile jengo. Kama jinsi Biblia inasema ya kwamba sisi tuko hekalu la Roho Mtakatifu.
Roho Mtakatifu anakuwa na shuka na kukaa ndani mwetu, na ndio tunafanyika kuwa jengo. Na ndio maana ndugu Branham amesema ya kwamba tunapasha kufanyika kuwa wana wenye mamlaka. Wakati Kristo anakaa ndani mwetu, tunafanyika kuwa wana wenye mamlaka. Watu hawatakuona wewe, bali watamwona Kristo ndani mwako. Watamwona Kristo jinsi anavyozungumza ndani mwako. Watamwona Kristo jinsi anavyotembea ndani mwako. Ni kwa sababu unafanyika kuwa mwana mwenye mamlaka. Mungu atusaidie sana. Ndugu Branham anasema hapa katika mahubiri ambayo inatiwa kutambua siku yako na ujumbe wake. To know your time and your message. Anasema katika hapa, sijui kama huko nyuma mtaweza kuona. Unaona huko? Ndio. Ndugu Branham anasema hivi. Brother Branham is saying, anasema, lo, enyi watu, you people, tambueni wakati mnaoishi. know the time you are living. Angalieni jambo ambalo limetukia. Look what happened. Angalieni yale yaliyoahidiwa. And look what was promised. Tambueni siku mnayoishi. Know the time you are living. Mungu atusaidie sana. The Lord help us. Ndugu Branham anasema, tambueni wakati mnaoishi. Know the time you are living. Angalieni yale yanayoahidiwa. Look to what was. Tambueni siku mnayoishi. Kutambua wakati ambao tunaoishi, na kutambua siku tunayoishi, na kuangalia yale yaliyoahidiwa. Tumeahidiwa nini? Na tuko wakati gani? Tuko katika siku gani? Mungu atusaidie sana. John ndugu anaendelea kusema katika ukurasa wa 139 anasema hivi. Hivi amuone ujumbe wa wakati huu? Don't you see the message of this time? Je, munaweza kutambua mahali tulipo? Can you know what the time we are? Ujumbe wenyewe, the message itself, kutoka katika maandiko, to come from the word, unawafasiria ile saa tunayoishi. It explains you the time we are living. Ndio tafsiri yake. And that's the explanation. Mungu atusaidie sana. Ndugu anasema, Brother Branham is saying, ujumbe wa wakati huu, the time of this time, the message of this time. Hivi hamoni ujumbe wa wakati huu? You see the message of this time? Wakati nabii alipokuja hatuoni kama njoo anasema hivi hamuoni ujumbe wa wakati huu? Don't you see the message of this time? Je, munaweza kutambua mahali tulipo? Can you know the kama unatambua ujumbe wa wakati huu, utaweza kutambua ni wakati gani tulipo. And you can know the time we are living. Kwa sababu anasema ujumbe wenyewe, the message kutoka katika maandiko, to come from the word. Anasema hivi. And he saying, samani ndugu, takata ile bluetooth huko, kata hiyo bluetooth. Ndugu Branham anaendelea kusema. Branham keeps saying, je, ndugu, kata hiyo bluetooth. Umeshakata? Sawa. Mungu akubariki. Samani kwa sisi tumeweza kuconnect simu kwa bluetooth na inasababisha hata wakati wanapopiga simu unakutanisha mambo ni ujanja wa shetani. Tuendelee. Ndugu Branham anasema, Branham keeps saying, je, mnaweza kutambua mahali tulipo? Can you know the place we are? Ujumbe wenyewe, the message itself, kutoka katika maandiko, coming from the word, unawafasiria ile saa tunayoishi. Explain us the time. Ndiyo tafsiri yake. Amen. That's the interpretation. Amen. Mungu atusaidie sana. Tafsiri ujumbe wenyewe wakati unapokuja. The message itself, tafsiri
inakuwa na tafsiria ni wakati gani ambao tunaoishi. That's the time we get the interpretation. Kama wakati of the time we are living. Nuhu alipoleta ujumbe, When Noah came with ilikuwa the ni message, tafsiri ya kutambua ya kwamba hukumu inakaribia. was the interpretation to say that the condemnation is coming. Mungu atuwezeshe na And the tusaidie. Lord help us. Nafsi zilizo kifungoni sasa, The les âmes the qui sont maintenant soul en in prison. prison. Anasema katika paragrafe ya 355 ama 355, ndugu Branham anasema hivi: je, tuko pamoja? Are we together? Ndio, tuko na wakati mdogo, ni exhortation ya kidogo ili tuweze kusaidiana katika safari. Ndugu Branham anasema hivi: vijana msikilize, pia hata na wandugu zetu msikilize, kwa sababu kusudi ambalo limetuleta hapa ni kuweza kuomba na kuweza kusikia na kuweza kupokea kile ambacho Mungu aliweza kututayarishia magharibi ya leo. Na ndio maana msikuwe distrait na mambo mengine, bali tuweze kuwa makini na kusikiliza kile ambacho Mungu ameweza kututayarishia magharibi ya leo. Young boys, don't get distracted with other things. Listen to what we are hearing and what God prepared to us this evening. Ndugu Branham anasema katika nafsi zilizo kifungoni, katika paragrafu ya 355 anasema hivi: huenda muda umeenda sana kuliko tunavyodhani. Maybe time is passing quicker than we think. Munaona, You see, mutashikwa, you will be taken. musiende mbele zaidi. Don't go forward so quick. Musifanye hivyo enyi watu. Don't do that, people. Kama daima mumeniamini mimi kuwa mimi kama mtumishi wa Mungu, If really you believe me as a servant of God, lishikeni neno langu asubuhi ya leo. take my word this morning. Kama mulipata kufanya jambo hilo, If you did those things, huenda ikawa tayari muda umeenda sana. maybe time is going fast. Maandiko mengi sana A lot of words yanaonyesha jambo hilo is showing that namna hiyo. like that. Naam, And so kumbukeni, remember, sisemi kwamba ndivyo ilivyo, sijui, I'm not saying that that's what it is, lakini angalieni tu. Amen. but look, amen. Baada ya kuona jinsi kila ambacho Mungu aliweza kuahidia mwi wakati wa Laodikia, After you see what God promised to you in this age of Laodicea, muda unaenda haraka sana, time is muda going unaenda so mbio fast, sana. so fast. Njoo anatupatia shauri na kusema huenda muda umeenda sana kuliko tunavyodhani. And so he's saying maybe time is passing so quick than we think. Munaona, mutashikwa. You will be taken. Musiende mbali, musiende mbele zaidi. Don't go forward a lot. Mungu atusaidie sana. God help us. Sasa hii ni matahadhari ambayo Mungu anatutahadharisha ili tuweze kujua ni wakati gani ambao tunaoishi. This is the paying attention that God wants us to watch. Iwe ni upagani, Whether you are a pagan, anakuwa anasema kwamba Yesu hakuna kuja. and they say that Jesus is coming. Iwe ni Mkristo, Whether it's a Christian, anakuwa anasema kwamba Yesu ako na kuja. they say Jesus is coming. Sasa yule mpagani anakuwa anasema Yesu anakuja, And if lakini pagan is hajui saying that kitu gani what ambacho is coming, anaweza kupeleka but kenye they don't kitaweza know what they can carry, kumsafirisha. that can help, Lakini that can sisi kama help watoto them. wa Mungu, But us as the children of God, Mungu ameweza kutuchagua kwanza kabla kuwekwa misingi ya dunia. God chose us before the Alijua foundation ya of the kwamba world. wewe utaamini ujumbe, He knew that you're gonna believe, mimi nitaamini ujumbe, and I'm gonna believe, na kuweza kuamini ujumbe and to believe the haiko message kukuwa wanamemba tu wa is kanisa, not to be made bali of kuamini the church. ujumbe Is
ni kwa sababu tuweze kufanana na Yesu Kristo, tuweze kufanyika kuwa wana wenye mamlaka, tuweze kufanyika wana ambao Roho Mtakatifu atashuka na kusema kwamba hawa ni barua inayosomeka na watu wote, na sisi tunafanyika kuwa mwezi ambaye inakamata mwangaza kwenye jua, na sisi kama watoto wa Mungu ambaye Kristo ndio jua yetu, na sisi tunakuwa mwezi, tunakuwa tunakamata nuru kwa jua na kuweza kumulikia dunia ambayo inagiza. Ndio maana Mungu anahitaji sisi kukua wana wenye mamlaka, watu wakamilifu ambao kimo cha mtu mkamilifu kimeweza kuwa ndani mwetu. That's why the Lord Jesus wants us to be the children of adoption. Mungu atusaidie sana. Kristo, ndugu Branham anasema katika mahubiri haya, Kristo amefunuliwa the Lord is revealed katika neno lake mwenyewe. In his word himself. Anasema katika ukurasa wa 76 ama 76. Anasema hivi. Kama mtu yoyote akimfasiri vibaya Yesu Kristo katika Biblia, if somebody say wrong about Jesus in the Bible, ya kwamba yeye mwenyewe si Mungu, and because that he's not God, kumfanya yeye mtu wa pili, to become a second person, ama Mungu mmoja kutoka kwenye watatu, or one God to come from three, jambo hili lingevuruga kila neno katika Biblia nzima. It's supposed to discard all the word in the Bible. Lingevunja amri ya kwanza. It's supposed to break the first rule. Usiwe na Mungu mwingine ila mimi. Do not have another God than me. Sawa. See? Lingeifanya jamii yote ya Kikristo, it's supposed to do all the Christian family, kundi la waabudu wa kipagani linaloabudu miungu watatu mbalimbali. All the worshipper of the stars, different stars. Munaona? You see? Mungekuwa na Biblia ya namna gani? What kind of Bible you supposed to have? Ndipo and so lingetufanya sisi kuwa kile ambacho Wayahudi wanasema. It's supposed to make us what the Hebrews say. Tulicho. That we are. Kasema. Say. Yupi kati ya miungu hao ndiye Mungu wenu? Whose in those stars are your God? Munaona? You see? Kwa hiyo munaona? And so huwezi, you can't, hupaswi kufasiri vibaya Biblia. You cannot interpret bad the Bible. Watu ambao wanatafsiri vibaya Biblia, people who interpret na kusema kwamba kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. That there is God, Holy ni kuweza kumkata Mungu vipande vitatu. Lakini kila Mkristo wa kweli ambaye ana ufunuo anajua ya kwamba kuna Mungu mmoja ambaye ndiye Yesu Kristo, ambaye alikuwa ni Yehova wa Agano la Kale, yeye ndiye Yesu Kristo wa Agano Jipya. Yule Mungu wa Agano la Kale Yehova ndio Yesu Kristo wa Agano Jipya. Mungu yule. God, the same God. Mungu atusaidie sana. God help us. Mungu anasema hapa, he's saying, kwa kuwa Yesu mwenyewe ndiye fasiri ya Biblia, because Jesus himself is the explanation of wakati anapodhihirishwa katika wakati, when he revealed in the time ambayo sehemu hiyo ya mwili wake inadhihirishwa, that one part of his flesh is interpreted, inadhihirishwa, manifested, is fulfilled. Kama ni wakati wa mkono, if is a time of hand, haina budi kuwa ni mkono. Is just a hand. Mnisikilize kwa makini wandugu. Tuko tunazungumuza
kutambua siku yako na kufanya wana wenye mamlaka. We are talking about to know your time and to become adopted. Ndugu Branham anasema kama ni wakati wa mkono, If it's time of hand, haina budi kuwa ni mkono. it's supposed to be a hand. Hawezi kuwa ni wakati wa kichwa. It cannot be a head Kama ni time. wakati wa mkono, If it's a itakuwa ni wakati wa hand mkono, time, haitakuwa wakati wa kichwa. it's time, just a hand time, not a head time. Kama ni wakati wa sauti, If a voice time, vema basi and that's haiwezi kuwa ni wakati wa mguu. it cannot be a Kama ni leg wakati time. wa sauti, If it's a voice haitakuwa time, wakati wa miguu. it will not be a leg time. Munaona? You see? Na sasa And so tuko katika wakati wa jicho. we are the time of eye. Tuko wakati wa tai. We are the time Tuko of wakati wa eating. jicho. We are time Wakati of wa eye. wana wenye mamlaka. And the children of Wakati wa adoption, kimo cha mtu mkamilifu. the adoption, Wakati wa kutazama the kama time tai. to look like Na ndio maana watoto wa Mungu wanakuwa tai ambao wana macho ya kwanza kuangalia. John Ndugu Branham anasema na sasa tuko katika wakati wa jicho. And so we are in eye time. Na sasa And now unaofuata what is following ni yeye is mwenyewe himself kuja to come kuona to see kinabii. the Amen. prophecy. Amen. Ni wakati ambao tunaoishi. The time we are Ni wakati living wa kuona. is time Ni to wakati wa look. kinabii. Ni wakati wa kufanyika kuwa wana wenye mamlaka. It's a time Ni to wakati be wa adopted. kukua mtu mkamilifu. It's a time to be a Wakati perfect hizi man. ngazi zote The ziko time ndani that mwako. this shall Yesu be in hatakuja kuchukua mtu ambaye ako tuna imani, And Jesus bali wants Kristo us to atakuja take kuchukua just one mtu with ambaye person, Kristo anakaa ndani but mwake. the one who's Christ live in them. Mungu atusaidie sana. God help us. Ndugu Branham anasema Brother Branham is saying, baada ya kanisa after church kufanya wana wenye mamlaka, to be adopted, sehemu ya 4. the fourth part. Ndugu Branham anasema Brother Branham is saying, baada ya kanisa kuchukua mahali pake, and after church to take its place, tunaitwa tupate kufanywa wana wenye mamlaka. Ni we are called paragrafu to ya be 51. children of adoption. Anasema tunaitwa tupate kufanya wana wenye mamlaka We are called to be called the children of adoption na Roho Mtakatifu. and the Holy Spirit. Mungu atubariki. Amen. Tunajua Roho Mtakatifu ndiyo huyo. And this is the Holy Spirit. Mwii wakati ambao tunaoishi, At this time, Mungu anatuhitaji God wants tuweze us kufanyika kuwa wana wenye mamlaka to be children of na adoption Roho Mtakatifu. and the Holy Spirit. Na wakati kila mtu And the time everyone, anapochukua mahali pake, they take their place kile Mungu amemwita afanye, that God called you to do, na kusimama kwenye mwisho wa safari, and to stand at the end of the journey, kuwafuatilia waliopotea. to follow those who Hii ni are lost. wakati wa kuanza kufuatilia wale watu ambao wamepotea. And this is the time to follow Hii ni those who wakati wa are kuanza lost. kushawishika kutafuta kwa zile nafsi ambazo zimepotea. And this is time to Haiko follow wakati wa those. kuanza kujiombea sisi wenyewe, It's time, kwa it's time sababu to sisi pray tayari for us, tumeshafanyika kuwa wana wenye because mamlaka. we became Sasa inatubidi kuanza already kushawishika children of na adoption. kuanza kuombea zile nafsi We na must kuzifuata, pray for those who are kama lost, jinsi Daudi like aliweza David, kufuata kondoo ya baba in yake. following Na ndio kisi na sisi that tunapaswa sheep, and kuweza us, kuendea zile kondoo za baba we yetu. have to follow those sheep of our dad, our Mungu father. atusaidie sana. God help us. Huko Kadeshi Barnea, mahubiri ambayo inaitiwa huko Kadeshi Barnea, There at Kadesh Barnea, ni ukurasa wa 34 34 katika paragraph anasema hivi: sasa and so agano lote la kale the Old Testament na wahusika
wake wote na tabia zao and all the follower and their behavior. walikuwa tu ni kivuli tangulizi It was a shadow that followed, cha kabari. Sijui inamaanisha nini, au jiwe la msingi or the stone of the head, cha msingi or the foundation. ndio Agano Jipya The Old Testament, kilichounganisha Torati na kipindi hiki cha wakati pamoja. that titled Kipindi wakati wa Agano la Kale na Agano the Old Jipya Testament and ilikuwa the New kuweza Testament. kuunganisha kipindi It was to link them, kipindi cha wakati pamoja. to link that moment together. Msikilize sasa kwa makini. Listen carefully. Mtoto unaweza kumpeleka nje kidogo. Anasema hivi, watu wengi, A lot of people, mnanisikiliza? you hear? Watu wengi wametaja hiki A lot of people say this kama kipindi cha wakati wa Ukristo. like the moment of Christian time. Najua hii wakati kila mtu anasemaka ni wakati wa Ukristo. And everybody say is a moment of Ndugu Christianity. Bilisi, unajua ya kwamba hii ni wakati wa Ukristo? Brother B, do you know that this is a Christian time? Dada na Dina, unajua kama hiki ni kipindi ni wakati ya Ukristo? Yeah. Na mimi vile vile najua kama hii ni kipindi cha Ukristo. And I believe too that is a Christian time. Sikiliza ndugu Branham anasema. Listen what Brother Branham is saying. Watu wengi wanataja hiki kama kipindi cha wakati wa Ukristo. And a lot of people see this like a Lakini Christian time. sivyo. But it's not. Mungu atubariki. Watu wengi wanakuwa nadhani kama hiki ni kipindi cha wakati wa Ukristo. A lot of people Lakini think sauti ya this is a Mungu, Christian time. ndugu Branham anasema, Branham lakini saying, sivyo. But it's not. Sasa that. ndugu Branham, kama unasema ya kwamba hii sio wakati wa Ukristo, sasa ni kipindi cha wakati gani? Brother Branham is saying, if you say this is not a time of Christianity. Ndugu Branham anasema Brother Branham is saying, hiki ni kipindi cha wakati wa Roho Mtakatifu. he say this is a time of the Holy Spirit. Hiki ni kipindi cha wakati ya perfection. And this is a time of Hii ni perfection. kipindi cha wakati wa Roho Mtakatifu. This is time of perfection. Mungu atusaidie sana. God help us. Kipindi cha Ukristo The time of Christianity kilidumu miaka 3 na miezi 6. stood 3,000 Torati ilidumu miaka 100 kadhaa. and Torati the Torah left halafu basi 100,000. basi And so, kipindi cha wakati and the time, wakati wa Ukristo the time of ndicho Christianity, kilicho kilisimamisha that's what kilishikamanisha that's what was linked ama kuunganisha or to Agano Jipya na Agano la Kale. Amen. Hii ni wakati wa kipindi cha Roho Mtakatifu. This is a time of Holy Spirit. Na ndio maana kama bado hujapata Roho Mtakatifu, And that's why if ni you don't wakati wa have the kusema Holy Bwana, Spirit, naomba unijaze na Roho Mtakatifu. time to say, Bwana, naomba niweze kufanyika kuwa wana mwenye mamlaka, niweze kuwa nifikie kimo cha mtu mkamilifu. Hizi ngazi zote siweze kuwa ndani mwangu, kwa sababu kipindi cha Ukristo kimedumu baada ya miaka 3 na miezi 6, kama jinsi ndugu Branham the anasema. time of Christianity stood 3 years and 6 months. Ndugu anasema hivi, Brother Branham said, tukienda kumalizia, we're gonna finish. kufanya wana wenye mamlaka, sehemu ya 4 Become children of adoption. ni paragrafu ya 64. Anasema hivi, sasa Now, wakati Biblia the time of the Bible, vita vitakapokwisha kabisa, when it's gonna really finish, wakati kila kitu kimemalizika, when everything is done. basi So now, tutatenda jambo gani baada linalofuatia? what are we gonna do?
Tutafanya nini baada ya vita kuisha? What we gonna do after the war is done? Baada ya vita kuisha hapa kudunia. After war is done at this age. Baada ya majaribu kuweza kuisha hapa After kudunia. the trials are Baada ya mambo done. yote kuweza kuisha hapa After kudunia. everything is done. Tutafanya nini? What are we doing? Mungu atusaidie. Tutafanya nini baada ya vita kuisha? What are we gonna do after the war is done? Mulijua tutakalofanya? Did you know what we gonna do? Tunamlaki Melkizedeki. Baada ya vita kuweza kuisha, baada ya majaribu kuweza kuisha, baada ya kipindi cha wakati wetu kuweza kuisha hapa kudunia, tutaweza kumulaki Melkizedeki kama jinsi Ibrahimu wakati alimaliza vita anaenda kumulaki Melkizedeki. Na ndio wakati ambapo amefanya Melkizedeki aliweza kumpatia karamu ama amemfanyia meza, na yeye Ibrahimu akaweza kumtolea sehemu ya 10. Na sisi baada ya vita, baada ya maisha haya ya kuisha, baada ya kunyakuliwa, tutakutana na Melkizedeki, tutakutana na Yesu Kristo na atatufanyia karamu. Na kabla tujaingia kuweza kukutana na Melkizedeki, Bwana tufanyike watu wakamilifu. Bwana tufanyike wana wenye mamlaka. Bwana tufanyike kuwa na vibaraka ama vibarua vinavyosomeka na watu wote, ambapo Kristo anaishi ndani mwetu na Kristo wanamwona ndani mwetu. Watu wanasema kweli hawa ni wa Kristo kwa sababu Kristo anaishi ndani. Baada ya after the trials and war, is Jesus Christ. Mungu atusaidie sana. The Lord help us. Mathayo mtakatifu Matthew sura ya 16 na aya ya 16 and 16. Nina hakika sana kwamba hapo ndipo Mathayo 16:16. And I believe that's Matthew 16:16. Acha turuke tuingie katika paragrafu ya 72. Anasema hivi: lo, urithi. Adoption. Mtu fulani hana budi kukuachia kitu fulani. Nobody is supposed to leave you something. Somebody, mtu fulani, someone, hana budi kukuachia kitu fulani. Kukuachia, kukugawia ama kukuachia ni kama jinsi mimi naondoka ninakuachia. Couldn't leave you something. Kukirithi. To inherit. Sivyo? Isn't it? Urithi. Hérité. Adoption. Hérité ama inherit. Tuna urithi gani? Which inheritance we have? Mimi nilikuwa na urithi gani? Which legacy I had? Kristo aliishi hapa dunia na Kristo akanyakuliwa. Sasa Kristo ametuachia nini? What he left. Kama ameweza kunyakuliwa akaenda kwa Baba, sasa alituachia nini? What did he left us? Inatubidi kuweza kurithi ama kutawala kile ambacho ametuachia. We have to inherit. Na Biblia inasema kwamba ishara hizi zitafuatana kwa wale waaminio. Kile ambacho Kristo alifanya na ndio sisi tutafanya. Kwa sababu tunarithi ile kuombea wagonjwa, tunarithi kuweza kupata uzima, tunarithi uzima wa milele, tunarithi kila kitu. Ni kwa sababu Yesu ametuachia. Because Jesus left those for us. Mimi nilikuwa na urithi gani? Which legacy I had? Sikuwa na wowote. I didn't have anything. Bali Mungu God aliniachia urithi. He left me the legacy. Alipoandika jina langu katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. When he wrote my name in kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Before he put the foundation of the world. Mungu atusaidie. God help us. Paragrafu ya Eri anasema hivi: rudi moja kwa moja hadi mwanzo. Come one to one since the beginning. Kwenye ya asili. Kwenye ya asili. In the tradition. Ni nini?
what it is. Sasa ulimwengu na viumbe vinaugua, And the world and the creature is burning, vinalia, is crying, kila kitu kinasonga mbele. and everything is going forward. Nini? What? Kwa ajili ya madhihirisho ya wana wa Mungu. For the fulfilling of the children of God. Wakati wana wa kweli, When the true wana children, waliozaliwa, those who was born, wana waliojazwa, those who was for, watanena na neno lao they gonna talk with the litatimia. word, and it's gonna. Ninaamini tuko kwenye mpaka I believe we are at the border wake sasa hivi. of that now, Ndio Bwana, and that's waambie mlima huu tell to this na iwe mountain, hivyo. and that comes. Amen. Amen. Mungu atusaidie The sana. Lord help us. Kabla ya kunyakuliwa, After the rapture, kuna nguvu there will be a power ambazo zitaingia ndani ya bibi harusi, that will get in the ambapo bride, tutaweza kuingia katika troisième pool, that we're gonna go ambapo in the tutakuwa temple, tunaambia mlima, and we're gonna be talking to the mlima mountain. ngoka, Get from mlima here, unangoka, and the mountain will kwa stand. sababu Get baada up ya from there. pressure After that ambayo pressure, makanisa zitaweza kufungwa, that the ambazo church will zitaweza be kujiunga closed, na yule mnyama, that will not tutaingia be katika together with kipindi that. kidogo cha dhiki. We're gonna get Najua wakati ambapo short tutaingia time of katika trial, troisième and pool, we're gonna get in na the baada ya hapo And so after ishara that, na maajabu zitafanyika, the ambapo miracle Kristo ataweza will be kujidhihirisha ndani ya and bibi the harusi trust wake. will be Kwa muda manifested, kidogo and tunanyakuliwa, in short time we're gonna go. na ndio maana inatubidi kuweza kukua, And that's why we tuweze have to kuwa be, wakamilifu. to be perfect. Hajalishi bado hatujaingia katika troisième pool, ambapo Mungu atadhihirisha watoto wake na kufanya miujiza na watoto wake kabla ya siku ile. Leo ndio siku ya kutayarisha siku hii. Inaweza kuwa ni usiku wa leo, inaweza kuwa ni siku ya kesho, na ndio maana leo tunapaswa kutambua ni wakati gani tunaoishi, na kufanyika wana wenye mamlaka, na kufanyika watu wakamilifu, watu wenye kujazwa Roho Mtakatifu, watu ambao watakuwa kama Kristo. Kristo alitembea juu ya bahari, na sisi itafika wakati ambapo tutatembea juu ya bahari. Itafika wakati ambapo tutakuwa na shika mtu ambaye alikuwa na kilewa na kusema simama, kile ambacho niko nacho njoo nitakupatia, na kile ambacho kitakuwa ndani mwetu atakuwa ni Kristo. Tutakuwa tunamshika mkono na kumuinua, anatembea. Kama ni bubu anapata kusema, kama ni kipofu anapata kuona. Itafika siku hiyo, hatujui ni siku gani, lakini siku hiyo itafanyika, kwa sababu tumefanyikwa wana wenye mamlaka. Mungu alitujua wa ndugu kabla kuwekwa misingi ya dunia, na ndio maana leo tumejua ujumbe. Ndio maana leo tunakuwa tunafanya sacrifice. That's why we do the sacrifice to come here at the church. God help us. And God bless His word. In Jesus Christ. Amen. Hallelujah. We just like that for this evening, brothers and sisters. Tusiwe tu watu wana memba wa makanisa, Don't just be members of churches, bali tufanyike wana wenye mamlaka. but let us be children of adoption. Kama bado hujajazwa Roho If Mtakatifu, you don't have the Holy Spirit yet, haujaweza kukuwa na imani, you don't have faith, haujaweza kukuwa na wema, you don't have virtue, haujaweza kukuwa na maarifa, you don't have knowledge, haujaweza kukuwa na you kiasi, don't have temperance, haujakuwa na you saburi, don't have patience, haujakuwa na you utaua, don't have pity, haujakuwa na you upendano don't wa have Mungu, a love, a na brotherly Roho love. Mtakatifu bado hajakaa ndani mwako. The Holy Spirit is not yet in you. Na safari ndefu. You still have a long journey. Kuna watu wengi ambao hawana vitu hivi, And some people don't have these na things, wanajiita kuwa and Wakristo. they call themselves Christians. Magonjwa tu kidogo Few, anajitokeza, anakimbilia kwa wafu. and a Ni few kwa sababu sickness, bado they go hajakuwa to na the, imani. Amina. because they don't have Ikifika faith. wakati wa maombi, If it hakuna arrives the muda time to hata pray, dakika
dakika 30 ya kuweza and kuomba. they cannot even Ni kwa sababu bado hajaanza msingi. because they didn't start Mungu this journey. atubariki sana na Mungu And atuwezeshe. God help us Katika jina la Yesu in Kristo. Jesus Christ. Amen. Amen. Tusimame tu. Amen.